Kwa hivyo mimi ni mchungaji wa Wasia Wanjala Dorset. Natunga makanisa ya huko na Baholo katika huduma ya Blessed International chini ya mchungaji Askofu Bishop Odenyo. Kwa hivyo leo hii tuko hapa katika kanisa letu la Brangasi Mungu kwenye vijiji ambapo tunaamini Mungu kwa ajili ya kuleta habari njema. Na simama hapa kwanza tunashukurani kwa ajili ya ibada ambayo tumekuwa nayo, na hasa pia kwa wageni ambao wametembelea. Tumekuwa na kijana wetu hapa ambaye nakumbuka vizuri, amekuwa mwanafunzi mzuri, wakati mmoja mwanifundisha, na amekuja nyumbani kushiriki nasi hapa. Kijana wetu Stanley Ochango, na ameomba kwamba pia simame naye wakati huu ambao anataka kura ya bunge. Naamini kwamba kama kijana ambaye anamcha Mungu na leo hii amefika mahala hapa, watu wanamsikiza vizuri, na hatuna budi kusema kwamba ni kijana anayeweza kufanya kazi. Kwa hivyo kando na kusema tu kwamba tumsupport, tumeona matokeo yake mahala hapa. Amesimama nasi, kumbuka tukiwa na jengo la hili pia tumekuja hapa akapeana msaada wetu. Leo hii amekuja hapa pia na offering yake, tunapeana shukrani. Kwa hivyo popote pale anaenda, tunaomba neema ya Mungu endelee kuandamana na yeye. Kwa hivyo pia katika msimu huu ningependa kutoa ushauri kidogo kama mtumishi wa Mungu katika eneo hili. Kwa nasimama na wachungaji wenzangu, kuna makanisa mengi, kuna Matoi, kuna Brangasi, kuna makanisa ya Sango, kuna makanisa ya Mwabuye, kuna makanisa Malava na kwingineko. Nataka kusema kwamba msimu ambao tuko ndani huu ni msimu ambao shule zimefunga, na msimu huu kuna mambo mengi, hasa pia tuna sherehe za tohara. Watu wengi wamejiingiza katika mambo ya uovu, na tunaomba kwamba hasa vijana wetu wanapokaa kule nyumbani wajiepushe na vikundi ambavyo vitawafundisha maadili maovu, na pia wajiepushe na mambo ambayo ni ya bure yatakayo athiri their future, kwa sababu yale unafanya leo ni mbegu umepanda kwa ajili ya siku ambazo zinakuja. Tunawasihi kwamba katika holiday hii, pamoja na Kenya wengine wote mahali walipo, kwamba mjitunze, mjue kwamba kuna wakati na kila jambo la kulifanya. Usije kama mtoto ukabehave kama mtu mzima, yaani ukajiingiza katika mambo ambayo hayakufai katika ujana wako. Kuna wakati wa kila jambo, do the right things at the right time, na hapo utaona kwamba Mungu atatembea na wewe na atakubariki sana. Pia tuko katika eneo hili hasa, mimi hii maoni yangu binafsi kwa viongozi wetu katika eneo hili la Navaholo, katika ward zetu.